Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania. Hatimaye serikali ya Rais Donald Trump ya Marekani imeamua kumwendea Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na kumwadhibu vibaya. Katika kanda hii tutakuwa tunaangazia ni kivipi Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameweza kuadhibiwa na kurushwa chini ya gari ghafla na Rais wa Marekani Donald Trump. Unavyotazama hewani, chapisho hili linasema ya kwamba kwa mujibu wa tamko la Rais nambari 10998 kuanzia tarehe 1 Januari mwaka wa 2026, Marekani imesitisha utoaji wa visa kwa raia wa Tanzania isipokuwa katika hali ya mazingira machache. Trump kuanzia mwezi huu wa Januari ama wa kwanza tarehe 1 vile ilianza, Tanzania imeorodheshwa miongoni mwa mataifa yale ambayo yameadhibiwa kwamba hamna visa ambazo zitatolewa kwa Watanzania chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan na kumrusha chini ya gari baada ya kusitisha utoaji wa visa kadhaa kwa Watanzania. Na kuna wale ambao watauliza visa hizi ni zipi? Nitakueleza katika kanda hii kwa nini Trump akaamua kusitisha utoaji wa visa hizi kwa Watanzania. Nitakueleza na hii inamaanisha nini, lakini kabla nizame kwa undani, nashukuru kwa ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapo chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe. Karibu ili tusonge mbele pamoja. Marekani sasa hivi kupitia uongozi wa Rais Donald Trump imeadhibu taifa la Tanzania chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan baada ya kusitisha utoaji wa visa kadhaa kwa Watanzania wote, haswa zile za kitalii zimezuiliwa, visa za masomo. Kwa hivyo wanafunzi hawatakubaliwa kwenda kusoma Marekani kwa sababu hamna vile watafika kule. Visa za programu za mabadilishano hazipo sasa hivi. Najua kuna wakati watu walikuwa wanatoka taifa moja kuelekea taifa lingine kama wanafunzi kubadilishana masomo hapa na pale, hamna sasa. Pamoja na visa zote za uhamiaji, kumaanisha ile afisi ambayo inatoa visa hizi haswa katika ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, hawana kazi ya kutoa visa kwa Watanzania sasa hivi. Nataka sasa tuangalie kwa undani kwa nini Rais wa Marekani Donald Trump akaamua kuweka vikwazo kwa Rais Samia Suluhu Hassan na watu wake wa Tanzania. Number 1, kuimarisha usalama katika taifa la Marekani. Swali tunajiuliza, je, Tanzania inahusika kivipi haswa kwa mambo ya usalama katika taifa la Marekani? Kulikuwa na maandamano ambayo yalifanyika Tanzania wakati na baada ya uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana. Utekaji nyara unadaiwa kuendelea hadi sasa hivi katika taifa la Tanzania. Ukandamizaji, hamna uhuru wa kujieleza, freedom of expression katika taifa la Tanzania. Haya yote yameweza kuchangia Trump kuona vile hali ilivyo
katika taifa la Tanzania ni sawa na ukosefu wa usalama katika taifa la Tanzania. Hakuna vile wataruhusiwa kufika katika taifa la Marekani, kwa sababu yeye mwenyewe anataka kuhakikisha kwamba kuna uimarishaji wa usalama wa kutosha katika taifa la Marekani. Ikumbuku kwamba wakati wa maandamano nchini Tanzania watu wengi waliweza kuangamia. Ingawa kufikia sasa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan haijatoa idadi kamili ya wale ambao waliweza kuangamia, lakini kulingana na mrengo upinzani wanadai kwamba watu zaidi ya 10,000 waliweza kuangamia, na hata kuna baadhi ya familia nyingi ambazo zimekuwa zikiitisha wenzao baada ya kudaiwa kuuawa, lakini hawajulikani waliko na hakuna lolote ambalo limefanyika. Kuna wakati tena rais wa Tanzania alikuwa na mazungumzo na wazee wa Dar es Salaam. Wakati aliposimama mbele yao, aliweza kusema yeye mwenyewe kwamba amekuwa akipokezwa maagizo vile anastahili kufanya katika uongozi wake, afanye hili haswa mataifa mengine. Akasimama akasema, who are you? Nyinyi ni akina nani? Mnaniambia ni kipi ambacho nastahili kufanya? Ndio maana Marekani imeadhibu uongozi wake, imeadhibu wa Tanzania kwa sababu ya uongozi uliopo mamlakani. Wiki kadhaa zilizopita Marekani iliweza kuondoa usaidizi wa kutoa misaada ya afya kuelekea taifa la Tanzania. Katika East Africa ama Afrika Mashariki tuliona Kenya, Uganda ikifaidika, lakini tukashuhudia Tanzania ikinyimwa msaada wa afya kutoka taifa la Marekani. Kumaanisha kile ambacho kiliweza kuzungumzwa na maseneta kupitia kamati ile ya uhusiano wa mataifa mengine, kwa sababu walisema lazima wataangalia uhusiano upya kati ya Marekani na Tanzania. Penye imefika wakakatisha misaada kuelekea Tanzania. Tena wamezuia visa za uhamiaji kutoka Tanzania kuelekea Marekani. Kumaanisha ni changamoto ambazo sasa zinaonekana kumrusha Samia Suluhu Hassan chini ya gari ghafla, kwa kile ambacho Trump anaendelea kusisitiza. Hawezi kuhitaji mchezo ndani ya uongozi wake, ila tu kuhakikisha kwamba taifa la Marekani linamiliki usalama wa kutosha. Namba 2, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anaadhibiwa kwa sababu ya kutotii vile anaambiwa. Bunge la Ulaya liliweza kuomba Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa mrengo upinzani na wafungwa wote ambao waliweza kufungwa kwa sababu ya siasa waweze kuachiliwa huru pasipokuwa na sharti lolote, wakabidhiwe huduma za matibabu na wakubaliwe waende nyumbani kuonana na familia zao. Lakini baada ya hilo Samia Suluhu Hassan hajaonekana kutii ombi hilo, kuonyesha kwamba yu na msimamo mkali. Haya yote yamechangia mataifa mengine kuchukua msimamo mkali dhidi ya taifa la Tanzania kwa sababu ya Samia Suluhu Hassan. Taifa la Uswidi, taifa la Canada na taifa lile la mataifa ama kupitia bunge la Ulaya wameweza kukatisha misaada yao kuelekea Tanzania na hata Marekani, kwa sababu Samia hatii yale ambayo anaambiwa aweze kuyatii. Ndio maana sasa hivi tumeshuhudia serikali ya Tanzania ikisema ni kinyume na sheria yeyote ambaye anaweka pesa kwa nyumba zaidi ya milioni 10 ni kinyume na sheria. Kumaanisha kila mmoja aweke pesa kwa benki, na hiyo ni njia moja ya kutazamwa ionekane Watanzania wale ambao wako na hela wameziweka kwa benki watafutiwe njia ya kulipa kodi. Kama hawalipi sasa
watafikiwa. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a new video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always, to have WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.